Ahlan, niamini bwana, popote pale ulipo, buheri wa siha, kila kitu kinakuendea vizuri. Mvua hii inakunya kila kona, kibaridi kinakupeleka mbio, lakini naamini unachakarika. Jana tuliyazungumza mengi kuhusiana na game ya PSG na Arsenal, na leo ni fursa nyingine kubwa ya kuweza kuyazungumza mengi mengine kuhusiana na game hiyo hiyo, na game ambayo kwamba itakuwa inachezwa tena usiku wa leo. Nazungumzia Atletico Bilbao dhidi ya Manchester United ambao kwamba wako jiji la Manchester kule vijijini Old Trafford. Lakini muhimu ni kwamba hii ni Barisa 101 kwenye kuchanja. Tuko hapa ndani ya mkahawa huu, moja kati ya mikahawa mizuri tu katika eneo la Kizingo, Delicious, ambapo jina lenyewe linaafiki Delicious, chakula kitamu, chakula murwa, chakula ambacho kimepikwa na wapishi ambao kwamba wamebobea. Lugha nyingine ambayo kwamba nikisema hapa, wale ambao kwamba wako nyuma ya pazia watacheka. Wamekubuhu kwenye mapishi yao, yani wanaelewa wanachokifanya. Kwa hivyo popote pale ulipo, karibia hapa uje upata 1 2 3 tabaruk ili uenjoy mapishi ya Kiturki, uweze kupata ladha halisi ya Kiturki hapa ndani ya Delicious. Leo ajabu ya Rahmani ametafutwa, tumekwenda Nilikuwa na shabiki wa Manchester wa Arsenal, lakini leo kuna binti kwa mara ya kwanza kabisa ndani ya Barisa 101. Tunamkaribisha bibia. Karibu sana. Nashukuru. Zungumza nao basi. Okay, mimi nimeshukuru kwa hapa. Mimi nafikiri wengi wananijua, lakini naitwa Meza kwa wale ambao kwamba hawanifahamu. And ni furaha yangu kubwa sana kuungana na Mwamba kwa mara nyingine. Tumefanya vitu vingi huko. Ushaona, lakini hapa ni kitu kingine ambacho kwamba ni kitu kipya, and I hope kwamba kitapeleka watu mbele in terms of kupata information na kila kitu. Okay. So karibu Barisa 101. Najua umekaribishwa huko nyuma ya pazia na amejitambulisha kama anaitwa nani? Sitaki nitumie ile jina lingine alilolitumia. Anaitwa Mashallah Honorable Engineer Sir. Na yeye anashughulika nyuma ya pazia pia kwa usaidizi mkubwa kabisa na Maindugu, almaarufu Maindugu, lakini Hamza Hassan Hamza. Wao ndio wamefanya jitihada za kwamba wewe unatutizama hivi sasa. So moja kwa moja, game ni ya Arsenal na PSG kwenye uchanja kabisa. Watate kwanza, wacha nianze. Wacha mimi ndo nianze. Labda tuanze, ulitazama game? Sekunde, dakika zote. Hakuna kitu nilichokiacha. Yani nafurahi, yani kwenye masuala ya kufuatilia michuano hii nashukuru Mungu. Lakini mimi kidogo nilikuwa nafuatilia tu kwa mtandao mara siwajua tena. So tuambie tu kwamba hauko vizuri. Siko vizuri. Siko vizuri kisiha, lakini nashukuru pia kuwepo hapa. So like wewe ulipotazama mechi labda ilikuwaje? No, mechi ilikuwa nzuri. Watu walizungumza kwamba mechi ya Inter Milan na Barca ilikuwa classic, lakini mechi ya raundi ya pili ya PSG na Arsenal it was more classic kuliko hata mechi ya raundi ya kwanza. Nasema hivyo kwa sababu laiti haya ni majuto, ni mjukuu huja baadaye. Laiti Arsenal wangecheza kama walivyocheza jana kule kwao Emirates, ungekuwa unazungumza mambo mengine tofauti kabisa. Jana walicheza mpira kiume, kikomavu, walikuwa wanajua wanataka nini, kinyume na Emirates ni kama ambaye walikuwa hawajui wanacheza na nani, hawajielewi walikuwa wanataka nini. Lakini pia unaweza kusema ama labda ni Thomas Partey hakuwa, japo Thomas Partey alipiga blanda, Saka alipiga blanda, lakini ulio dakika 15 za kwanza PSG walikuwa wanakimbiza mpira kwa tochi. Hawakufika eneo la Arsenal hata mara moja. Dakika 15 za kwanza. Kwenye hizo dakika 15 za kwanza Arsenal wamebisha mlango wa PSG mara 3 wakaokoka.
Yani wale kila wakienda kusali ama wakienda kuswali wamshukuru kipa wao Donnarumma. Okay. Yeye ndo aloweka mchezoni jana. Sasa unajua mtazamaji atakuwa anajiuliza then kitu gani ambacho kwamba kimefanya Arsenal labda wasipige PSG, manake na pia alikuwa matarajio ya wengi hata mashabiki wenyewe wa Arsenal. Lakini nafikiri kuna wengine ambao kwamba hata wasupport Arsenal but walitarajia Arsenal kupindua yale matokeo ya nini raundi ya kwanza. Then nini kiliwafanya labda wapoteze hii mechi? Makosa ya mchezaji mmoja mmoja si kutarajia, because bao la kwanza lilitokana na fauli ambayo ilisababishwa na Declan Rice aliyesifiwa kwenye mechi ya Real Madrid na Arsenal kabisa. Akatoa fauli ya kizembe kwenye eneo ambalo kwamba ni sahihi kwa PSG kuweza kutafuta nafasi ya kufunga. Ilikuwa dakika 27, yani 26 kielekea dakika 27. Kumbuka kwenye hizo dakika zote hizo Arsenal ndio walikuwa wao wanamiliki mpira kwa kiasi kikubwa. Mpaka ngoma inaisha Arsenal wanaomiliki wa mpira nafikiri 56%, kitu kama hicho, wao ndio walikuwa wamemiliki mpira kwa sehemu kubwa. So akafanya makosa, ikapeana faul ikapigwa, ikaokolewa. Iliporudi kwa Fabian Ruiz akapiga shuti ambalo lilimbabatiza moja ya wachezaji wa Arsenal na likaenda ndani. Yani lile bao lilifungwa si kwa sababu PSG walikuwa bora, ni kwa sababu ya makosa ya mtu mmoja mmoja kwa upande wa wachezaji wa Arsenal. Sasa hilo ni kosa lililozaa goli. Haya, ukiangalia experience ya kocha anaitwa nani, Luis Enrique, hivi vitu ashavizoea, amezoea kuvifanya. Hata ukimwangalia baada ya kuulizwa baada ya mechi, aliulizwa, baadhi ya watu walisema kwamba Arsenal wako vizuri, akasema mimi sijui, lakini awali aliwahi kuwasifu Arsenal kwamba ni timu bora. Watu watakwambia yale ni maneno ya kubeza na nini, lakini Arsenal, mimi na wewe sote tunajua kwamba si timu dhaifu, eti ni timu ya kitoto. So experience ya kocha kwenye kupanga wachezaji, hawa Arsenal wanacheza hivi, mimi nitazuiaje alafu na mimi pia nije nipate nafasi ya kuwaumiza. Unaelewa? So makosa ya wachezaji mmoja mmoja alafu na mbinu za mkufunzi zikasaidia, hiyo tu. Lakini si kwamba eti Arsenal jana walifanya ule upuzi waliofanya Emirates. Jana walicheza mechi kiume japo ilishakiki. Unajua sasa namwangalia Arteta for the past 5 years. Like ana title moja kama nitakuwa sijakosea. Ana makombe ya kubambanya na Afrika, Community Shield, alafu ana FA ya 2020. Yes. Kutoka hapo mpaka sasa hivi hamna lolote. Sasa huyu labda unaweza kumzungumziaje Arteta kama coach? Arteta kama coach huwezi mfananisha na vibwengo wengine ambao wanajiita because Arsenal tunaijua wakati Arsene Wenger anaondoka tayari Arsenal ilikuwa ishafulia kwenye misimu 6 kuelekea Arsene Wenger kuondoka. Arsenal tayari ilikuwa si Arsenal tena, because tunapozungumza hivi sasa wamekwenda takriban miaka 21 hawajabeba ligi. Sawa, mara ya mwisho ligi wao kuibeba ilikuwa msimu wa mwaka 2004 2005, right? 2003 2004, right? Ile ambao walienda unbeaten. Ndio maana mpaka leo wanaitwa invisible. Baada hapo alivyoondoka kuhudumu miaka 22 kama nitakuwa sijakosea, wakaja hao wakufunzi wengine kina Emery akaondoka, wakaja wakampatia mchezaji wao wa zamani ule yeye pia naye historia ikaondoka. So baada ya Arsene Wenger mkufunzi ambaye kwamba ameirudishia club hadhi ni Arteta. Sawa. Na Arsenal ya kipindi cha miaka 5 ni bora kuliko miaka 6 ya mwisho ya Arsene Wenger. Arsenal ya Arteta ya miaka 5 hii ni klabu ambayo kwamba ilitoka, walikuwa wanashindania taji la namba 4. Sisi tutafuzu Champions League misimu hiyo ambayo nakutajia,
sisi tutafuzu Champions League, sisi tutacheza ndio kombe lao. Namba 4 imekuwa kawaida. Sasa hivi Arsenal kwenye misimu mitatu ambayo imepita namba mbili huu msimu, na wamefika semi ya Champions League. Msimu wa kwanza kurudi Champions League, aliwarudisha Champions League Arsenal nani? Ni Arteta. Msimu wa kwanza amefika robo finali wakatolewa na Bayern. Hii wamefika nusu finali, wametolewa na PSG. Si kwamba PSG ni bora, ni kwa sababu tu tactics haziko work in favor of Arsenal. So ukimwangalia Arteta, kuna mahali ameitoa Arsenal na kuna mahali analenga kuipeleka, na wao wenyewe wamesema kwenye project yao inakwenda mwaka kwa mwaka. Sasa hii project, huu ni mwaka wa 5. Pengine kwa sababu ya kutowekeza kwao, kwa kupuuza kwao dirisha la majira ya joto lililopita, walikuwa wawekeze kwa sehemu ya mshambulizi, mawinga kumsaidia Saka, na pia vile vile mshambulizi wa moja kwa moja striker. Wakapuuza dirisha dogo la Januari, pia wakafanya mapuuza, wakaamua sisi tuna Kai Havertz, tuna Gabriel Jesus, tuna Trossard, tuna Merino. Sawa. Hiyo hata hawakuwa wamefikiria. Merino imekuja kwa sababu hawana tena washambulizi, hakuna Jesus. So dirisha limefungwa, Jesus nje. Hajakaa kidogo, Kai Havertz ameenda. Lakini kama wangekuwa wamenunua mshambulizi ingewasaidia. So mapuuza yao ndio yamewafikisha hapo, lakini project yao so far so good. So tuseme labda tutarajia mabadiliko makubwa kwenye msimu ujao, kwamba Arsenal kwamba tunazungumzia siku hii ya leo haitakuwa ile, yani msimu ujao tutazungumzia kitu kingine tofauti, ya kwamba Arteta like for the first time maybe anakwenda kushinda kombe ambalo kwamba sisemi yani kwa ligi labda na masikio makubwa, ni ligi na Champions League. Kushinda FA kwao it's an issue, ni non-starter. Arsenal akishinda FA next season tena ni upuzi, ni kitu ambacho kwamba hakina tija. Ambaye ana makombe mengi ya FA ni nani? Ni Arsenal na 14, anafuatwa na Manchester United na 13, kitu kama hicho. So ni ashinde ligi because ligi hawajabeba kwa kipindi cha miongo miwili. Kwa sababu hata mimi nikiangalia like kikosi cha Arsenal yani wako vizuri. I think hata mimi ndo nilikuwa mtu kwamba niliwatabiria kwamba wangeshinda ligi. Nakumbuka this season. Mimi nilisema niliwatabiria. Ushaona nilisema nani atashinda ligi? Liverpool. Alhamdulillah. Alafu na ule mwingine kule akawa amesema Man City. Unaona? Lakini siku kitu kimefanyika hapa katikati mpaka sasa hivi wanakwenda trophless the whole season. Wanakwenda, yani unajua for Arsenal kwangu mimi mimi I'm not mimi si supporter wa Arsenal, you know, I'm not a fan of Arsenal, lakini sasa kuiona Arsenal, yani this is for the love of football. Arsenal at least wangeondoka na kitu, unajua hawaja master art ya finishing power. Consistency ya Man City kushinda mataji 4 mfululizo na kuifuta record ya Manchester United ya kushinda mataji 3 mfululizo ni kwamba walikuja wakamaster. Ligi ni marathon, lakini inahitaji mwisho mzuri, the last kick. Arsenal kwenye misimu miwili iliyopita, ukiacha huu msimu, hawakuwa na hiyo last kick experience ya Man City ikawashinda. Huu msimu wakijua kwamba sisi tunaingia kwenye huu msimu mathalan kwenye ligi, kwa sababu kwenye Champions League wamepiga hatua, huwezi kuwalau. Walimaliza robo finali kwenye msimu wa kurudi. Msimu huu, msimu wa pili baada ya wao kurudi kwenye Champions League, wamefika nusu finali. Hapo uwezo wa kasha. Kuna kitu ambacho wameonyesha. But wangeshinda. Ndio. Wangeingia finali. Basi washindiwe kule finali. Washindiwe finali. Lakini pia ni hatua moja wamepiga. So ukirudi huko kwingine ni kwamba msimu kesho ligi itakuwa ngumu na itakuwa tofauti. Kwa sababu wao wataekeza, lakini nikwambie na timu nyingine pia nazo zitaekeza. Isipokuwa wao hawataekeza sana. Kwa sababu ukiangalia kwenye soko tetesi ni kwamba wanataka mshambulizi. Kuna washambulizi 3 wameweka mbele. Isak, Sisco na Victor Gikores kama nitapasi jakosea. Hao watatu. Huyu ni 150,
huyu wa Sporting kule nafikiri ni kitu kama 67 mpaka 70. Huyu mwingine pia ni 60 ambaye yuko RB Leipzig ni 60. So ukiangalia wameshakuonyesha picha, sisi tunataka mshambulizi. Halafu wanavunishwa pia na mawinga ambao bado ni sehemu ya forward ya kuja kutoa backup. Sehemu ambayo iliwaponza wao pia ni kuumia kwa Saka miezi 3 nje. Lakini nahodha wao ambao ameumia na mpaka leo wanamponda kwenye mechi za karibuni kwa sababu hakupona vizuri, akaribidi arudishwe. Na haperform. Tuseme Gabriel Magalhaes pia amewaffect. No, not that much. Kivior not that much. Maana yeye pia ni kana kwamba baada ya kumia kwake hata kwenye ligi pia ameanza ku draw napigwa madraw mengi. Kwenye ligi ni mapuuza. Kwenye ligi wale wachezaji wanaocheza kwenye ligi ndio wanaocheza kwenye Champions League na wana perform. Okay. Sasa manake Arsenal mechi ya Bournemouth walipigwa na walimrudisha Pate alikuwa. So tuseme ile ile kwamba tayari tume give up kwamba hii kitu imeenda vyote. Hii hatuchukui. Tubebi. So tunang'ang'ania kumalizia namba 2. Ikiribidi sana namba 3 hata 4 wanaweza wakamaliza Arsenal kwa huo uzembe, lakini nao ndio wametoka kwenye Champions League. Wewe utaangalia game ya Liverpool hii weekend. Wale PSG wamemponza Liverpool. Game ya Liverpool hii weekend. So wanacheza hii weekend nafikiri na Liverpool. Kaangalia game ya Liverpool itakavyochezwa, alafu urudi nyuma ukaangalia walivyocheza na Bournemouth, walitoka sare na Brentford na West Ham. Kaangalie hizo game. Alafu hii game ya Liverpool na Arsenal watakavyocheza Arsenal, alafu kaangalia hizo game ambazo zimepita. Utajiuliza hawa ni wale waliocheza Bournemouth ama ni kina nani? Maana ukiangalia game ya Bournemouth alikosekana nani? Sijana walicheza hao wale wachezaji wa Bournemouth waliocheza game bila Magalhaes. Na kila mtu asema tena wale waliokuwa wanashabikia PSG wanasema tena watafungwa wa PSG, kumbe hawana maana. Mpaka PSG walipofunga kila mtu sasa hata PSG wamefunga na bado watu walioshabikia PSG wanaona tena huu muziki kinaweza badilika anytime. So ni ile tu kwamba waliamua wacha wakifanya sajili vitu vitabadilika. Inawezekana kwa vyovyote. Wengine ataweza. Tuwatakie kila laheri. Trophless Netflix, kila kitu watu wa kushinda njaa, watu wa next season. Ndio hivyo tena, ndio maneno ambayo yapo. Kuna mtu anaota kidole na tuota kidole huko upande wa pili, lakini haina shida. But hivyo mimi niliwatabiria, woga ananiambia mimi ni adui wa Arsenal, lakini mimi niliwatabiria sawa. Kuna shabiki mmoja wa Manchester United alisema dawa yao hawa ukisema washindwe wanashinda. Sasa hata wewe ni kama huyu kwamba hawa watashinda hawa alafu fungulupupa. So I think for Arsenal wacha tuwatakie kila laheri. Sawa. Msimu ujao pia there's always next season bana. And I know Arteta saizi nafikiri amerudi, anarudi jikoni, anaenda kuangalia kwani tulikosea wapi. Wasajili alafu waangalie. Sajili backup ya Saka. But depend sana kwa mtu kama Martinelli. Hakuna ni mbio nyingi tu, hakuna. Alafu anaweza amka hii game, next game hayumo, anakimbia tu for nothing. Wasajili. Anakimbia tu kama yule jamaa wa Chelsea. Neto. Wasajili tu. Yaani kikubwa na wasajili mshambulizi. Kaangalie takwimu za jana cross walizopiga. Na matokeo yaliyotokamana na cross walizopiga. 0. Cross nyingi kati ya PSG na Arsenal. Arsenal ndo wamepiga cross nyingi lakini hazina matokeo. Na hapo watakuja na mbinu mpya pia, maana yake nafikiri hata watu pia waligundua zile mbinu zao za kufunga, mbinu ya set piece. Ilifika mahali I think pia wakaacha because angalia jana walipata kona 6. Mbinu ni ile na si kwamba PSG waliwakaba sana kwenye kona. Ukiangalia pia walikuwa wanarusha mpira, kazi ya kurusha mipira mingi iliachiwa Thomas Partey. Alikuwa anarusha kama lile bao lilofungwa bao la pili na Bournemouth. Yeye ndo alikuwa amejipunua na anarusha mpira kama kona. Unafika pale lakini
hakuna lolote. So ni wasajili tu wachezaji ambao watawawezesha kwenda the next stage ambao ni kushinda. Okay. Sawa. Manchester. So leo kuna game. Ndio. Yeah. Kwa haraka na tukimalizia ziko game nyingi, kuna timu za Uingereza nyingi. Yeah, but again tukizungumzia ipi itakuwa ni Manchester United na Atletico Bilbao. Yeah. Mkondo wa kwanza na waliwapiga 3-0. So like leo unadhani labda kuna any chances za kupindua? Bilbao anaweza kupindua hiyo? Mechi iliisha Spain. Imekwisha? Mechi imeisha Spain. Ikiwa Atletico Bilbao watarudi, itakuwa ni uzembe wa Manchester United. Hata jana kama Arsenal wangerudi kwenye ile game, ilikuwa ni uzembe wa PSG. So ikiwa Atletico Bilbao, tayari nimeona taarifa kwamba wale ndugu wawili hii game kwao hawatakuwa. Nico Williams na Inaki Williams. Hii game wana ati kwamba watahusishwa. Na hao ndio nyota wa timu. So game ya Manchester United wana finali ya kufika finali. So na sidhani kama Amorim anaweza akaachilia hii kitu, kwa sababu hata yeye pia naye ni kama alikuwa ameachia kule masuala ya ligi kama vile Arteta kwamba sisi hatutakwenda relegation. Sizungumzie finali. Sizungumzie finali. Hatuendi finali. Finali Manchester atafika. Ndio hiyo ndio sawa na Spurs watafika. Lakini finali tusizungumzie. Maana Amorim hana tofauti na Ange Postecoglou sijui. Wote fikra zao, mtazamo wao ni watoto wa mama mmoja baba mmoja. Hawana akili. So tusizungumzie lolote kwenye finali laweza kutokea. Na ninavyojua mimi hivi sasa wakae wakijua mashabiki wa Arsenal popote unapoitizama hii. Kwamba kwanza hamkufika finali, lakini timu mbovu zaidi msimu kwenye mpira wa mguu ambao ni Manchester United watafika finali, ambao nyinyi hamkumudu kufika finali. Halafu wana uwezekano wa kushinda taji. Pamoja na ubora wenu Arsenal hamna uwezo wa kushinda taji. Naomba hayo maneno ukitoka hapa haya maneno huyu akayaandike, alafu tuyaweke kwenye billboard. Nishaandika tayari. Kwenye billboard tuweke kama lights moving hapa back stand. Yeah. Okay. Sasa I think ni hivyo. So karibu tena kwa mara nyingine ndani ya Barisa 101. Huu ni Uchanja. Tunajua unajua mengi tu kwenye mpira na unatokota. Naamini utaiva. So, mimi nimeshukuru sana. Yes. Na kwa wewe ambaye unatutazama, waendelea kusubscribe. Ambia rafiki hata na rafiki yake subscribe Barisa 101. Kuna mengi mazuri sana matamu ambayo kwamba atakuwa anakuja. Huyo ndio kiumbe ambaye kwamba tumekuletea ndani ya Barisa 101 kwenye Uchanja. Tunaachia hapo, lakini kikubwa cha kuambia subscribe, na hapa tunakwambia bwana, tuko ndani ya Delicious, mkahawa moja maarufu maeneo ya Kizingo. Kikubwa unataka vyakula vyenye ladha ya Kiturki, ndio wanaingia hapa. Wewe jiongea hapa uje upate lishe yenye mahanjumat ya Kiturki. Unataka kaki, unataka chapati za Kiturki, unataka vibanzi vya Kiturki, unataka juice sharbat za Kiturki. Hii ndio sehemu mahsusi ya wewe kuja. Kutoka kwetu bwana, wewe tunakutakia utulivu, lakini subscribe. Thank you.